wa Tanzania, kazi na utu. Ndugu wananchi, awali ya yote namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa fadhila zake kwa kutujali afya njema na kutuwezesha sisi sote kukutana hapa katika siku hii ya leo tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Pia nitumie fursa hii kuwashukuru na kuipongeza kamati kuu ya maonyesho ya kilimo na sherehe za Nane Nane kanda ya kaskazini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika kufanikisha maandalizi ya sherehe na maonyesho haya. Ninatoa shukrani zangu za dhati kwa wawakilishi wote walioandaa maonyesho haya, hususan kamati kuu ambayo imepewa jukumu hili la kusimamia sherehe za Nane Nane kanda ya kaskazini, lakini pia vile vile kukubali kumwalika waziri wangu Comrade Chongolo kuwa mgeni rasmi, ambaye baadaye aliniomba mimi nije kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Kwa tunawashukuru sana kwa kuona umuhimu wa wizara yetu ya kilimo na tumekuja kwa moyo mkunjufu kabisa. Nawapongeza kwa dhati wakuu wa mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara pamoja na kamati tendaji inayoongozwa na makatibu tawala wa mikoa ya kanda za kaskazini kwa kusimamia taratibu, uratibu na kuhakikisha maandalizi ya sherehe za Nane Nane 2026 yanafanikiwa. Ushiriki na dhamira yetu katika maandalizi haya unaonyesha namna mlivyotambua umuhimu wa maonyesho haya katika kukuza na kuimarisha uchumi wa mikoa yenu, hususan kupitia sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Aidha, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipowapongeza na kuwashukuru kwa dhati wakulima, wafugaji, wafanyabiashara, taasisi za serikali na wadau wa sekta binafsi ambao kwa namna mbalimbali wamechangia kufanikisha maonyesho haya. Nawapongeza na kuwashukuru sana kwa kushirikiana kwenu na mchango wenu mkubwa katika kufanikisha sherehe za Nane Nane mwaka 2026. Hongereni sana. Ndugu wananchi, natambua kuwa kwa kuwapongeza kwa dhati wakuu wote wa wilaya, wenye viti na wakurugenzi wa halmashauri katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara kwa jitihada na michango yao mikubwa katika kufanikisha maonyesho haya. Aidha, ninawapongeza na kuwashukuru waoneshaji mbalimbali kutoka taasisi za umma na sekta binafsi, makampuni ya pembejeo na zana za kilimo, wakulima na wafugaji, wajasiriamali na wadau wengine kwa kusikia wito na kushiriki kikamilifu katika maonyesho haya ya kilimo ya sherehe za Nane Nane mwaka 2026 yanayofanyika hapa katika viwanja vya Themi Njiro, Arusha. Ndugu wananchi, maonyesho haya na sherehe za Nane Nane yanalenga kuonesha fursa zilizopo katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi, pamoja na kutoa elimu kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na wasindikaji kuhusu teknolojia, ubunifu na mbinu bora za uzalishaji. Lengo ni kuongeza tija katika uzalishaji, uchakataji na mnyororo mzima wa thamani wa sekta hizi ili kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Kanda ya kaskazini, kama nyinyi mnavyofahamu, imejaliwa kuwa na rasilimali nyingi zinazoweza kuwa kitovu cha uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara, mazao ya bustani, kahawa, ngano, mbegu, mifugo ya nyama na maziwa, pamoja na uvuvi na ufugaji wa samaki. Vile vile uwepo wa vivutio vya utalii na mipaka ya kimataifa unaifanya kanda hii kuwa na fursa kubwa ya kupanua masoko ya bidhaa zetu na kuvutia wawekezaji katika mnyororo mzima wa thamani wa sekta hizi. Ndugu wananchi, kulingana na kauli mbiu ya maonyesho ya mwaka huu inayosema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050, mambo makuu mawili yanapewa mkazo katika kufanikisha tunafanya uzalishaji unaozingatia mahitaji ya soko. Moja, ni muhimu kutambua na kuelewa soko kabla ya kuanza uzalishaji. Ndio dunia ya siku hizi.
Unaangalia soko ndio unakwenda shambani. Yaani usiende shambani kabla hujajua mwenendo wa soko. Mkulima na mfugaji wanapaswa kufahamu mahitaji ya soko, ikiwemo nini kinahitajika, kwa kiasi gani na kwa ubora gani, ili waweze kufanya maamuzi sahihi ya nini cha kuzalisha na kwa wakati gani. Kwa kufanya hivyo, uzalishaji utaweza kuendana na mahitaji ya soko na kuwa na tija na uhakika wa kupata masoko. Duniani kote utaratibu sasa hivi umebadilika. Tunaanzia sokoni ndio unarudi shambani. Hatutoki shambani unalima alafu hujui soko utaenda kuuza wapi. Kwa hiyo hilo ndio lengo la kwanza ambalo tunataka maonyesho haya ya Nane Nane ambayo leo yanazinduliwa kitaifa Dodoma na Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo wakuu wa mikoa wote ndio wameenda kule. Tunataka na kanda hii muweze kulisimamia hilo. Lakini pili, ni muhimu kuongeza tija katika uzalishaji. Hili linahitaji matumizi bora ya teknolojia, mbegu na mifugo bora, kuimarisha umwagiliaji pamoja na kupunguza upotevu wa mazao baada ya kuvuna. Hatua hizi zitawezesha kuongeza uzalishaji wa kipato cha mwananchi wa kawaida kupitia uzalishaji wa kimkakati, kuchochea ukuaji wa kilimo na kuongeza fursa za ushiriki wa vijana na wanawake katika biashara za kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa kufanya hivyo, tutachangia kwa vitendo katika kutekeleza Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 na kufikia uchumi wa kati wa juu unaolenga kuboresha maisha ya Watanzania wote. Kwa hili la pili na lenyewe ni la muhimu sana, kuzalisha kwa tija. Changamoto kubwa ya wakulima wetu wengi ni wale wakulima ambao wanategemea kilimo cha mvua na kulima kwa mazoea. Dunia ilishabadilika huko. Sasa hivi lazima ulime kisasa, utumie wataalamu, utumie na mbinu za kisasa za kiteknolojia. Nimezunguka kwenye baadhi ya mabanda, utaona kila aina ya teknolojia ambayo inahitajika ipo katika haya mabanda. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote wa kanda ya kaskazini, katika hizi siku 8 mpaka 10, leo ikiwa ni sehemu ya siku ya kwanza, jitahidi upate siku moja, tenga siku moja, zunguka banda moja baada ya jingine. Mtaona hapa mabanda yanayozalisha mbegu, mabanda ambayo yana vifaa vya kisasa vya umwagiliaji, mpaka maeneo ambayo unaweza kupata namna gani upate mkopo ambao utakusaidia kuongeza tija. Kwa hiyo mpaka financial institution zipo katika maeneo haya. Pita kwenye kila halmashauri, watakueleza zao gani linastawi katika eneo hili. Ukienda Same utaambiwa ukifanya hiki utapata tija. Ukienda Simanjiro utapewa zao. Ukija Arusha DC utaambiwa ni zao gani. Kwa hiyo kila halmashauri utakayopita, ukienda Babati, kote kila eneo kuna aina ambayo unaweza kupata uelewa wa pamoja. Kwa hiyo hilo niliona ni vizuri niliseme na watu wote mwelewe. Na bahati nzuri katika mkoa huu wa Arusha na kanda ya kaskazini mna bahati kubwa sana. Kuanzia mwaka huu kuna mambo makubwa kama matatu yatafanyika katika eneo lenu. Jambo la kwanza, kuna mkutano mkubwa ama kongamano kubwa la horticulture ambao litafanyika hapa Arusha mwezi Novemba mwaka huu, mwaka 2026. Kongamano kubwa la dunia, zaidi ya washiriki 15,000 watakuwepo hapa. Kwa hiyo sasa nyinyi ambao ni wakulima, tena wakulima wa mboga horticulture, ni sehemu yenu sasa kwenda kuonyesha bidhaa zenu ili ziweze sasa kuonekana maeneo mbalimbali. Maana ni sehemu ambayo mtapata soko, mtapata teknolojia, lakini mtapata vile vile biashara ya kudumu. Sasa huwezi kupata hiyo biashara kama unalima kienyeji bila kuzunguka na kujifunza. Lakini vile vile mwaka huu kuna bunge la dunia IPU litafanyika hapa Arusha kuanzia tarehe 5 mpaka 9 mwezi wa 10 mwaka 2026. Ni fursa kwenu wakulima, maana zitahitajika bidhaa ili watu wale na wazitumie katika kipindi chote utakachokuwepo. Lakini wabunge wanapokuja wanakuwa na nafasi nzuri zaidi
ya kuelezea fursa zinazopatikana katika mikoa ya kanda za kaskazini. Lakini tatu, lilielezewa hapa jambo moja kubwa, AFCON mwaka 2027 Julai, jambo kubwa kabisa kwa nchi yetu. Sasa linafanyika katika eneo hili la Arusha. Sasa maeneo kama haya makubwa matatu, nyinyi watu wa Arusha mmepata bahati kubwa sana, na ni lazima mtumie sehemu ya maonyesho kujifunza kuhusu fursa, kujifunza kuhusu teknolojia, ili muwe sehemu ya michakato hii yote ambayo nimeiainisha. Sasa ni kweli nchi itafaidika, lakini wanufaika wa kwanza wanatoka katika kanda ya kaskazini, ambapo mpo karibu na hizi fursa ambazo nimeziainisha hapo. Ndugu wananchi, nimearifiwa kwamba hali ya uzalishaji wa mazao ya chakula katika msimu wa mwaka 2025-26 kanda ya kaskazini ni nzuri sana. Mkoa wa Arusha unatarajia kuzalisha tani 508,000 sawa na 80% ya lengo la uzalishaji. Mkoa wa Kilimanjaro unatarajia kuzalisha tani 1.2 ambayo ni sawa na 86% ya lengo la uzalishaji, na mkoa wa Manyara unatarajia kuzalisha tani 1.1 sawa na 82% ya lengo la uzalishaji. Kwa ujumla, uzalishaji wa mazao ya chakula katika msimu wa mwaka 2025-26 unatarajiwa kuwa wa kutosheleza mahitaji na uwepo wa ziada katika maeneo mengine. Haya ni matokeo makubwa ya jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuboresha miundombinu ya umwagiliaji, kuongeza upatikanaji wa teknolojia za kilimo pamoja na kuimarisha upatikanaji wa huduma za pembejeo na ugani. Vile vile katika sekta ya mifugo, serikali imeendelea kuongeza nguvu katika kuboresha koo na aina bora za mifugo kupitia uhimilishaji, uboreshaji wa upatikanaji wa malisho, kuimarisha udhibiti wa magonjwa ya mifugo pamoja na kuweka mifumo ya utambuzi na ufuatiliaji wa mifugo ili kuongeza tija na kuimarisha fursa za biashara. Mafanikio hayo yanaonekana wazi kupitia aina na ubora wa mifugo inayoonyeshwa katika mabanda yetu, na hapa kwenye maonyesho ya Nane Nane. Piteni kwenye mabanda, mtaona ng'ombe wazuri, mbuzi wazuri, iwe ni kuku, iwe ni sungura, kila aina. Utaona watu mtashare hizi teknolojia, na kiukweli kabisa niwaambie, maisha yako zaidi katika sekta hizi za uzalishaji. Ndugu wananchi, pamoja na jitihada hizo za kuongeza uzalishaji katika sekta za kilimo na mifugo, hatuna budi kuhakikisha kwamba juhudi hizo zinaenda sambamba na uhifadhi wa mazingira na matumizi sahihi ya nishati safi. Maendeleo endelevu ya sekta za kilimo, mifugo na uvuvi yanategemea upatikanaji wa ardhi yenye rutuba, vyanzo vya maji vilivyohifadhiwa na mazingira salama na endelevu. Vivyo hivyo, wajibu wetu kuhamasisha na kuendeleza kilimo ekolojia kinachozingatia uhifadhi wa udongo na maji, upandaji wa miti, matumizi ya nishati safi ya kupikia na uzalishaji, pamoja na matumizi ya teknolojia zinazopunguza athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kufanya hivyo, tutaimarisha usalama wa chakula, kuongeza tija, kulinda rasilimali za asili kwa ajili ya vizazi vijavyo na kujenga uchumi wa kijani unaoendana na malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Ndugu wananchi, niwatake wakulima, wafugaji, wavuvi na taasisi za utafiti, maafisa ugani, taasisi za umma na sekta binafsi kutumia kikamilifu fursa zinazotolewa na maonyesho haya kwa kuonyesha teknolojia, bidhaa na huduma zenye ubunifu, ubora na tija zinazokidhi mahitaji ya soko. Aidha, ninawataka wananchi wote kuhakikisha wanatoa elimu sahihi kwa wananchi, kujenga mahusiano ya kibiashara, kutafuta masoko mapya na kubadilishana uzoefu utakaosaidia kuongeza uzalishaji, uongezaji thamani na ushindani wa bidhaa zetu. Vile vile, ninawataka waandaaji kuendelea kuboresha mazingira ya maonyesho ili yawe jukwaa lenye tija kwa washiriki, wawekezaji na wananchi, na hivyo kuchangia katika utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya Taifa ya mwaka
2050. Tuendelee kutumia maonyesho ya Nane Nane kama jukwaa la kujifunza, kubadilisha uzoefu, kuhamasisha matumizi ya teknolojia na kujenga masoko ya uhakika kwa bidhaa zetu. Kwa kufanya hivyo, tutaongeza tija, kuinua kipato cha mwananchi na kuchangia kwa kiasi kikubwa utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Sasa kabla sijamaliza, nitoe salamu kutoka kwa mbunge wa eneo husika ambako tunasema maonyesho haya yanafanyika, Mheshimiwa Paul Christian Makonda ambaye ni waziri wa michezo na utamaduni. Bahati nzuri nimezungumza naye asubuhi na nyinyi ni mashahidi. Arusha inajengwa kila mahali, Mheshimiwa mbunge anafanya kazi yake. Mna mbunge mbunifu, nafikiri sisi wote tunaona Makonda ni mbunifu sana. Ni mtu ambaye anajitoa kwa watu wake, asiyekubali kushindwa, kuhakikisha kile anachokihitaji kinafanikiwa. Jukumu letu kama wananchi wa eneo la Arusha ni kuendelea kumuunga mkono, afanye kazi itakayoleta tija kwa wana Arusha wote. Kwa hiyo sasa hili silizungumzi mimi nazungumza kwa manufaa ya wana Arusha wote. Na bahati nzuri Arusha hii sisi tunasemaga ni hub ya utalii kwa Tanzania hapa. Kila mmoja mara nyingi ukitaka kupumzika tunasema nenda Arusha. Sasa Arusha tukisema ni hub ya utalii, maana yake tunatarajia mambo mengi mazuri yapatikane katika eneo la Arusha. Mbunge wenu anajitahidi kuitransform Arusha kuelekea kwenye huo mwelekeo. Lakini la pili na kwa umuhimu mkubwa, Arusha mnatakiwa muongoze katika kulinda amani ya nchi yetu. Hii haikwepeki.